mipangilio, si ambaye ratiba ambaye mtu anaamukia siku moja aanze tu leo. Kwa sababu utakuta wakati alianza maziara zake alikuwa ameanzia huko Mandera, huko kwetu Northern Region. Na umuhimu wa ziara yake ni lazima kwenda kuongea na wananchi ambao walileta kwa jukumu ya kuwa rais nchini. Ya pili ni wakati ambao viongozi wa huko chini kukutana na rais. Hapa Nairobi ukifika si rahisi kuonana na rais, lakini wakati anakuja, ziara yake inakuja huko mahali ambapo wewe mwenyewe unaishi ama wewe ni kiongozi, basi inamaanisha ni wakati fursa ambaye utapata uanze kuenda na rais, upangane na yeye na ukamwambie ni nini ndio hasa hitajika huko sehemu ambayo wewe unaongoza. Kwa hivyo hii ziara yake si ziara ambaye alikuwa ameamukia tu. Kwa hivyo ilikuwa imepangwa, ilikuwa kwa ratiba yake. Ya pili ni muhimu kwamba rais akiwa amefika mahali kama hapo, ni wajibu kwamba viongozi wa huko chini wamjulishe ni nini ndiye inafaa kufanyiwa wananchi wa kawaida. Ndio angalau rais aangalie kwa ratiba yake, aseme kwamba ziara yangu hapo awali nilikuwa nimeambiwa hivi na ni hivi ndio tutakuja kuiangalia. Kwa uwezo wa bajeti ya serikali, lazima rais aanze kuongea juu ya ni nini inafanywa. Lakini kuna kitu moja muhimu ningependa Wakenya wajue, kwamba ukiona rais amesimama hapa anaongea juu ya sera fulani na anasema, kwa mfano uliona aliongea mambo ya elimu, uliona aliongea mambo ya soko kujengwa ama kumalizwa, ama unaona mambo kuhusu mainjia ama barabarani. Kiserikali kuna jinsi ambaye project zake zinashughulikiwa. Kwa mfano kuna kitu naitwa master plan ya serikali. Ni plan ambaye inatengenezwa sahihi. Si lazima hiyo plan itekelezwe sahizi, lakini inawekwa kwa ile system ya serikali ya plan. Wakati wowote bajeti ikipatikana, ama wakati wowote ukiona kuna fursa, wafadhiliwa wa nje wakuje alafu waseme tungependa kuwapatia nyinyi pesa fulani, project gani ndio mnataka, ndio serikali wanavuta hiyo, wanasema basi hii ndio priority yetu, ndio ifanyiwe. Na ukiona wengi nimeona wakiongea juu ya rais kuzindua miradi ambaye ilikuwa imezinduliwa na rais wa zamani. Ndio. La, sio hivyo, ni kutojua ni jinsi ambaye serikali inafanya kazi. Lazima mwenye atakuwa rais baada ya mwaka 10 Rais Ruto kumaliza, bado kuna hiyo rais atakuwa akizindua ile master plan project ambaye pesa imepatikana wakati huo kusukuma wakati wa hiyo ya Daktari, kuna umuhimu gani wa kuzindua miradi mara mbili? Ishazinduliwa tayari na yeye, miradi mingine yeye mwenyewe alizindua akiwa naibu, na sasa hizi ameenda kuzindua tena akiwa rais. Wajua, kuzindua miradi ni kuonyesha wananchi kwamba hii miradi itafanywa, lakini wakati huo hakukuwa na bajeti. Wajua kuna vitu mingi ambayo serikali huwa watu hawajui, wanaonanga tu rais akitamuka miradi fulani itatekelezwa wakati hiyo. Rais ako na uhuru ya kuongea juu ya miradi ambaye sasa ilikuwa imezinduliwa hapo awali, lakini sasa ye amepata bajeti. Kwa hivyo wakati anazindua miradi kama hiyo, anaambia Wakenya kwamba sasa pesa tumepata, hiyo miradi sasa itaanzwa. Kwa mfano angalia ile miradi ya Mandera, hiyo barabara ya Elwak mpaka Mandera. Hiyo barabara ukiangalia vizuri, wakati wa Moi ilikuwa imewekwa hiyo mipango, hawakuwa wameweka pesa, na kama walikuwa wameweka, maybe hiyo pesa walikuwa wamekula.
Sema mambo ya affordable housing ilikuwa kwa big four agenda ya Uhuru. Anasema mambo ya afya ilikuwa kwa big four agenda ya Uhuru. Wanasema mambo ya biashara ndogo. SMEs ndio. SMEs. Wanasema mambo ya uchumi mtandao, digital economy. Inaongozwa na rafiki yetu kutoka mkoa, Waziri Kabogo. Kwa hiyo mimi ni kusema ya kwamba Wakenya haswa ningewauliza tupate ukomavu wa kisiasa. Tuache kumwangalia mtu binafsi. Ati isipokuwa rais yawe ametoka kwenu ama ametembea kwenu hakuna maendeleo. Basi kazi ya gavana ni gani? Kazi ya ugatuzi ni gani? Mimi nasema hayo. Na bila shaka amezungumzia master plan pia. Manake master plan iko na pia hizi midterm plans zake ambazo lazima ziweze kufikiwa. Ikiwa rais ndio atakuwa mstari wa mbele kila siku, yeye ndo lazima azindue miradi fulani ya maendeleo, inaturudisha wapi katika siasa zetu? Ndio nikatangulia kusema Bwana Suleiman, siku za KANU za siasa ya chama ni baba na mama. Wimbo wa mtukufu rais tukubali imeisha. Sio lazima rais yaje kuzindua darasa. Darasa rais ndio darasa ndio. Lakini Suleiman, nadhani mwenzangu aliweka vizuri. Ndio. Na ni kweli kwamba si wakati ambao tunaongea juu ya vitu ambaye hapo awali tukipigia debe. Lakini ile kitu muhimu nadhani ndugu yangu ajue ni kwamba rais si mtu ambaye anaweza kuja region yako kwa kila wakati ambao unaipenda ama wakati yoyote. Kwa mfano saizi wa mwaka 2 na kitu rais alikuwa kwa ofisi, hajafika eneo la kwa hivyo inamaanisha ile muda ambaye yako naye, ile mwaka 5 yako naye, ni ngumu yeye kufika kila wakati ama kila mwaka region fulani. Na wakati ambaye anafika ni opportunity ambayo tunasemanga that comes once. Kwa hiyo lifetime yake ya hiyo 5 years. Na hiyo 5 years yake, daktari nataka nikukate yake kidogo, ni kwamba tutaipata lazima tuende mpaka hadi ile ndogo mahitaji ya wadi. Lazima tuende mpaka huko chini. Haimaanishi yeye akitamuka yeye ndio atakuja kufanya kazi ama national government itakuja kufanya. Zingine ulikuta ni kazi